Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Kwa jina naitwa Padre Kevin Onesmo Mkama, padri wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza. Ninayo furaha kubwa sana kukaribisha katika kipindi hiki mahususi. Kipindi ambacho nimependa kuelezea historia fupi ya maisha yangu, lakini vile vile historia fupi ya safari yangu ya wito wa upadre. Na nimefanya hivyo nikikumbuka kwamba kila Dominika ya 4 ya Pasaka kwetu wa Katoliki ni Dominika ya miito mitakatifu, ambayo tunazungumzia wito mtakatifu wa ndoa, wito mtakatifu wa daraja takatifu yani upadre, lakini pamoja na wito mtakatifu wa utawa. Kwa hiyo ni katika muktadha huo, ni kwa sababu hiyo kwamba tunaelekea Dominika ya 4 ya Pasaka, Dominika ya miito mitakatifu, nami nimependa nikushirikishe historia fupi ya maisha yangu, na hasa kwa kiasi kikubwa historia ya maisha yangu ya wito mpaka kufikia hapa leo ambako ni padri. Na mwaka huu wa 2026 ninajiandaa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo wake, kwa wema wake, kwa zawadi ya wito nitakapoadhimisha miaka 10 ya sakramenti ya daraja takatifu ya upadre. Kwa hiyo ninayo kila sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Basi nakukaribisha mpenzi uweze kujumuika pamoja nami katika kipindi hiki. Basi mpenzi mtazamaji, nianze na historia yangu fupi ili uweze kunifahamu hasa mimi ni nani. Kumbe kama ambavyo nimekwisha jitambulisha, naitwa Padre Kevin Onesmo Mkama, padri wa Jimbo Kuu Katoliki Mwanza. Mimi nimezaliwa tarehe 8 ya mwezi wa 7 mwaka 1987. Na wazazi wangu ni Onesmo Mkama na Grace Kajungu, ambao kwa sasa wote wawili ni marehemu, wapumzike kwa amani. Mimi ni mtoto wa pili kati ya watoto 5. Na kati ya watoto 5 wa kiume ni 4 na msichana ni 1. Kuhusu maisha yangu ya kiroho, mimi nimepata ubatizo, sakramenti ya ubatizo tarehe 9 mwezi Disemba mwaka 1995 katika parokia ya Familia Takatifu Chanji, Jimbo Katoliki Sumbawanga. Na baadaye nikapata komunio ya kwanza, na baadaye tena tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1999 nikapata sakramenti ya kipaimara iliyopewa na hayati Askofu Mkuu Anthony Petro Mayala, aliyekuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza. Nilipata hii sakramenti ya kipaimara katika kigango cha Mabatini, parokia ya Bugando. Lakini kwa sasa kigango hichi cha Mabatini ni parokia pia inayojitegemea katika Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza. Basi elimu yangu nilianza darasa la kwanza mwaka 1995 katika shule ya msingi Mazoezi Kantalamba, wilaya ya Sumbawanga, mkoa wa Rukwa. Hapo nilisoma kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 4, lakini pia kwa kukatiza kwa maana ya kuhamahama kutoka Sumbawanga kwenda Bukoba, kutoka Bukoba kurudi Sumbawanga, kutoka Sumbawanga kwenda Bukoba, kutoka Bukoba kwenda Mwanza. Kwa hiyo imekuwa kidogo ni elimu ambayo inahamahama shule kutoka shule moja kwenda nyingine. Lakini darasa la kwanza mpaka darasa la 4 katikati hapo, yani mwaka huu wa 95 mpaka hiyo 98, basi nimesoma hapo shule ya msingi Mazoezi Kantalamba, shule ambayo ilikuwa nzuri sana nyakati hizo, sijui kwa sasa, kwa sababu tulikuwa tunapata walimu kwa wingi, kwa sababu ilikuwa ni shule ambayo walimu wanaosomea walimu, wanaojifunza walimu katika chuo cha walimu Kantalamba, basi walikuwa wanafika kwa ajili ya kufanya mazoezi ya vitendo. Kwa hiyo ni shule ambayo ilikuwa ni mahususi kwa ajili hasa ya kujifunza kwa vitendo kwa upande wa walimu.
Kumbe kama nilivyoeleza, shule ya msingi nimesoma kwa kuhamahama kidogo. Na katika kuhamahama pia nilipata bahati ya kusoma shule ya msingi Tumaini pamoja na shule ya msingi Kashai. Zote ziko manispaa ya Bukoba, wilaya ya Bukoba, mkoa wa Kagera. Na kuanzia darasa la 5 mpaka sasa la 7 nikasoma shule ya msingi Nyanza, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza, shule ambayo kwa kweli wakati huo ilikuwa ni shule nzuri sana. Tulikuwa tunajisifia na tunaona raha kusema kwamba tunasoma shule ya msingi Nyanza. Sijui kwa sasa kama bado ubora huo upo au vipi, lakini walau ilikuwa ni moja kati ya shule nzuri sana, shule ambayo ilikuwa na walimu wa kutosha, shule ambayo ilisifika hata kwa upande wa malezi. Kwa hiyo nikahitimu darasa la 7 mwaka 2001, na baadaye sasa kuanzia 2002 Januari 14 basi nikaingia kidato cha kwanza seminari ya Mtakatifu Maria Nyegezi. Na hapo kwa kweli sikukatiza, nikaenda mpaka kidato cha 6 ambapo nilihitimu mwaka 2008 mwezi Februari. Na baadaye hiyo 2008 baada ya kusikia wito ndani ya moyo wangu kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu kama padri, kumbe nikafanya maamuzi magumu. Kwa kweli yalikuwa ni maamuzi magumu kweli kweli, ya kujiunga na nyumba ya malezi kwa ajili ya kuelekea sasa upadri. Kumbe nikajiunga na nyumba ya malezi katika Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza pale Kawekamo, na nikaanza safari sasa ya masomo yangu ya wito wa upadri, ambako kuanzia mwezi Septemba 2008 mpaka 2011 nikasoma masomo yangu ya falsafa katika seminari kuu ya Bikira Maria Malkia wa Mitume pale Kibosho Moshi. Na baadaye kuanzia mwaka 2011 mpaka mwaka 2015 nikasoma masomo yangu ya teolojia taalimungu kama wanavyosema kwa Kiswahili katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, Tabora. Basi na baadaye baada ya kuhitimu nikapata ushemasi mwaka 2016 tarehe ya 2 ya mwezi Januari. Na baadaye mwaka huo 2016 tarehe 29 ya mwezi wa 6, sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume, miamba ya kanisa, nikapata daraja takatifu ya upadre. Basi nikaanza utume wangu. Kumbe hapo nitakuja kuelezea baadaye pia utume wangu katika safari hiyo, lakini basi niendelee kidogo na historia ya elimu yangu. Na basi kuanzia 2022 mpaka 2025 nikasoma masomo yangu ya degree ya kwanza katika kozi ambayo kwa Kiingereza tunaita Digital and Communication Cultures katika chuo kikuu cha Federico II kilichoko mjini Napoli nchini Italia. Na baada ya kuhitimu hayo masomo yangu ya degree ya kwanza katika ambacho nimekitaja, tukatafsiri kama masomo ya utamaduni wa kidijitali na mawasiliano. Na bado sasa naendelea na masomo yangu katika ngazi ya masters katika masuala ya public, social and political communications, mawasiliano ya umma, ya kijamii na ya kisiasa. Basi ndugu zangu, kwa ufupi hiyo ndiyo elimu yangu. Basi sasa labda niweze kurejea kidogo katika makuzi yangu katika ngazi ya familia na kadhalika. Basi kama vile nimeeleza, makuzi yangu ya awali kabisa mimi nimeyapata chini ya familia yangu ya wazazi Onesmo Mkama na mama Grace Kajungu, na nimeanza kuyapata huko Sumbawanga. Ni familia ambayo kwa kweli ninajivunia kwamba nimekulia katika familia ambayo kwa kweli
iliniandaa, familia ambayo iliniongoza mpaka leo nipo kama ambavyo ninaonekana leo. Ni familia ambayo ilikuwa ni ya Kikatoliki, kwa kweli ya Kikatoliki haswa, kwa maana ya kwamba baba yangu licha ya kuwa Mkatoliki lakini pia alipata fursa ya kusoma seminari. Alisoma Nyegezi seminari, na pengine labda alitamani, sijui labda alitamani kuwa padri, lakini kwa bahati nzuri au mbaya basi hakuweza kufika, lakini basi kwa niaba yake nimefika. Kwa niaba yake nimefika na kuwa padri. Kwa hiyo ni familia ambayo kwa kweli nililea katika misingi ya Kikatoliki, na baba yangu kwa kweli kwa kiasi kikubwa ile misingi ya maisha yake ya seminari ndio ambayo kwa kweli aliileta hata katika ngazi ya familia. Kwa hiyo tulikuwa daima tuna sala za usiku, pengine za mchana au za asubuhi ilikuwa ni ngumu kwa sababu ya hulka ya kazi yake. Baba yangu alikuwa ni askari polisi na mama yangu alikuwa ni mama tu wa nyumbani. Kwa ile misingi ambayo baba yangu aliipata kwa kweli seminari pale Nyegezi ndio ambayo aliileta katika ngazi ya familia. Kwa hiyo tukalelewa kabisa kana kwamba tuko katika seminari. Kulikuwa kuna sheria mbalimbali za kutuongoza, muda gani turudi nyumbani, ukacheze mpaka muda gani. Yale maisha ya kawaida tu ya kusaidia wazazi kazi za nyumbani, kusali sala za usiku kama ambavyo nimekwisha kudokeza, kwenda kanisani kwa kweli kwetu watoto haikuwa swala la uamuzi kwamba uende au usiende. Ilikuwa ni swala ambalo ni la lazima kabisa kwamba mtoto lazima uende kanisani, ama kwa kutaka mwenyewe au kwa kutandikwa viboko, lakini lazima kanisani uende. Mama yangu pia naye alikuwa ni mama Mkatoliki mzuri kabisa. Mama yangu alikuwa kama nilivyodokeza ni mama wa familia ya nyumbani, mama wa nyumbani, lakini mama ambaye mwenye imani thabiti kabisa ya Kikatoliki. Na hivyo mara kwa mara tulikwenda kanisani pamoja na mama. Na hata safari yangu ya kubatizwa, sisi kwa bahati nzuri mimi na kaka yangu tumefuata kabisa mafundisho ya kubatizwa. Hatukubatizwa watoto sana. Kwa hiyo tulifuata mafundisho ya ubatizo katika parokia ile ya Familia Takatifu Chanji, Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Tulifuata kabisa mafundisho, na hivyo tulifundishwa mafundisho sio tu kanisani, lakini vile tulifundishwa mafundisho hata kwenye ngazi ya familia. Mimi nakumbuka kabisa karibia sala zote ambazo zinapatikana katika kile kitabu cha chuo kidogo cha sala ni sala ambazo nimefundishwa nyumbani kabla hata sijaanza mafundisho yangu ya ubatizo parokiani, kwa sababu ya wazazi, mama na baba. Na hata kwa kweli baadhi hata ya nyimbo nzuri kabisa tulizokuwa tunaimba nyakati hizo nilifundishwa nyumbani. Nakumbuka tulipokuwa tukimaliza kusali sala za jioni, kwa kuna ule wimbo tunaimba kule mwisho. Bahati mbaya mimi sina sana kipaji cha kuimba, lakini nakumbuka kwamba moja malezi niliyoyapata ni yale ya kusali sala za jioni, na ambazo ziliambatana na nyimbo ambazo zilikuwa zinatukumbusha sana wajibu wetu. Kwaheri Yesu mpenzi mwema. Nadhani Wakatoliki wazuri wanaofahamu wimbo kile kitabu cha chuo kidogo cha sala. Kwa hiyo ni familia ambayo kwa kweli ilinilea katika misingi ya Kikatoliki, kitu ambacho kwa kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana kwa zawadi ya wazazi wangu hawa, Onesmo Mkama na Grace Kajungu. Basi baadaye tulihamia Mwanza mwaka 1998. Na hapo ndio niliendelea sasa na hiyo darasa ambalo nimekisema, darasa la 5 mpaka la 7 shule ya msingi Nyanza. Na pale Mwanza kwa kweli niliishi line police Mabatini. Kwa mimi ni mtoto wa fasihi tusemeje, walikuwa tunataniwa tunaitwa watoto wa korofi, watoto wa mapolisi, watoto wajuaji, sijui kama kuna ukweli wowote. Basi kwa kweli nikakulia pale Mabatini. Kwa hiyo safari yangu ya maisha ya utotoni kwa sehemu kubwa nimekulia pale Mabatini Mwanza. Naenda shule ya msingi Nyanza kwa mguu na kurudi, au wakati mwingine tunapata lift ya asubuhi
marehemu baba anatubeba wanapokuja kumwijia kwa ajili ya kwenda kazini, basi na sisi tunapata lift hapo hapa, anatupitisha pale shule ya msingi Nyanza, alafu yeye anaingia pale kazini Polisi Central karibia na custom pale. Kwa kweli ni familia ambayo ninajivunia kwamba kwa kiasi kikubwa nimekulia familia ya Kikatoliki. Lakini kwa kweli siwezi kubisha kwamba kwa kweli sehemu kubwa pia ya maisha yangu ya utotoni nilikuwa mtundu. Nimekuwa mtundu sana, na pengine bado inawezekana kautundu kakawepo pia kwenye damu. Nimekuwa mtundu. Utundu sio ule wa ukorofi, lakini nimekuwa mtundu kwa sababu ya usanii kwa maana nilipenda sana maigizo, nilipenda sanaa sana ya maigizo. Shule ya msingi nimefanya sana maigizo na kupata tuzo mbalimbali. Lakini nilipenda sana kazi ya ualimu, na hata nikingali bado shule ya msingi hapo darasa la 4, la 5, la 6, la 7, nilianzisha hata tuition, nikaanza kufundisha watoto wengine kusoma na kuandika kwa kulipwa na wazazi walikuwa wananilipa. Wakati huo nakumbuka nilikuwa nalipwa shilingi 3,000, waliokuwa nalipa 3,000, alafu waliokuwa nalipa shilingi 1,000, na nilikuwa nafundisha kwa kujitoa sana mpaka nikaingia ugomvi na marehemu baba yangu. Kaniambia, sasa wewe unakalia kufundisha wenzako, wewe unasoma saa ngapi? Na kanikataza sana kwa nguvu kuacha kazi ya kufundisha, lakini baadaye kwa kweli alishindwa, akaamua kuniacha. Kwa hiyo mpaka namaliza darasa la 7 na mpaka nasubiria matokeo ya kwenda kidato cha kwanza, kwa kweli nilikuwa najihusisha na kufundisha watoto kusoma na kuandika, hesabu, Kiingereza na kadhalika. Kwa hiyo ni wito ambao pia nilikuwa naupenda. Alafu pia nilikuwa napenda sana uandishi wa habari, utangazaji nilikuwa naupenda sana. Na mara kadhaa nilikuwa hata ninatafuta kipaza sauti, ninanunua madukani, najirekodi kwenye redio nikiwa nasoma taarifa ya habari au nikiwa natangaza mpira. Vijana wanapokuwa, wenzangu wanapokuwa tunacheza mipira ya Uswahilini hii, basi nilikuwa ni kazi yangu na tangaza ule mpira, nani kachukua, nani kapiga, golikipa na kadhalika. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana ya kazi ya utangazaji, nilikuwa napenda sana kazi ya ualimu, na baadaye nikaja sana kupenda upadri. Nitasimulia baadaye kwa nini hasa nilipenda upadri na wito ulianzia wapi. Kwa hiyo ni maisha kwa ujumla ya familia ambayo mimi naweza kusema yamenikuza na kuwa kama nilivyo. Na bahati mbaya au nzuri, basi alipofariki marehemu mama yangu mwaka 1999, kumbe basi baba yangu akamleta mama yake mkubwa, yani bibi, kutoka Ukerewe, basi ndiye akatulea sisi watoto. Kwa hiyo pia nimepata nafasi ya kulelewa na bibi upande wa baba. Lakini vile kuna nyakati ambazo nilelewa pia na babu yangu za baba, ambaye naye kwa kweli ni Katoliki imara mpaka leo yupo hai, na mshukuru Mwenyezi Mungu, ana karibia miaka 90, na mwenyewe malezi yake ile ya Kikristo, malezi yake ya imani yamenisaidia sana kuwa kama nilivyo. Basi sasa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, labda nirudi sasa kwenye safari yangu ya wito. Bahati mbaya labda nitakuwa naenda na mbele na kurudi nyuma bila kuwa na mpangilio. Mara nyingi watu wengi nikikutana nao wananiuliza, ilikuwaje ukawa padri? Wito ulitoka wapi? Bahati mbaya kuna maswali ambayo kwa kweli tunapoulizwa sisi mapadri huwa ni vigumu sana wakati mwingine hata kueleza moja kwa moja. Ni vigumu sana kueleza kwa nini nimekuwa padri au nilivutiwa na nini kuwa padri, kwa sababu huu ni wito, hii ni zawadi, hii ni fumbo. Anayeita kwa kweli ni Mwenyezi Mungu. Wakati fulani Mwenyezi Mungu ndiye mwenye majibu kwamba kwa nini amekuita, kwa nini amemuita mtu fulani. Sisi pengine tunaanza tu tukadadisi kwa sababu ya pengine ishara, pengine kwa sababu ya dalili zilizokuwepo katika maisha yetu, tukasema labda pengine ilikuwa ni dalili za kuitwa kwenye wito. Basi mimi nianze kuelezea pengine labda chimbuko la wito wangu hasa lilitoka wapi. Basi nirudi katika maisha yangu pale Sumbawanga. Kama nilivyo kwisha kusema kwamba mimi nimekulia Sumbawanga,
na ubatizo wangu nimepata parokia ya Familia Takatifu pale Sumbawanga Chanji, na ndipo kwa mara ya kwanza kwa kweli mimi niliona mapadri kwenye maisha yangu. Mimi nilikuwa sijui padri ni nani, nilikuwa sijawahi kuona padri anafananaje, anafanya nini, yukoje. Kwa kweli kwa mara ya kwanza nimekuja kuwaona mapadri wakati nafanya mafundisho ya ubatizo. Kwa maana yani kwamba kujua padri nani nikiwa walao nina akili ya kupambanua mambo. Pengine niliwahi kuwaona pengine nikiwa mtoto zaidi, sina hakika. Lakini pale ambako nilipopata akili ya kupambanua na kujua kwamba padri labda anafanya hivi, basi ilikuwa ni wakati nilipoanza mafundisho yangu kwa ajili ya ubatizo kule mwaka 94. Nadhani sisi tulikuwa tunafanya mafundisho sio tu mwaka mmoja, tulikuwa tunafanya mafundisho ya ubatizo nadhani kama miaka mitatu. Kwa hiyo nilianza mapema kidogo. Kwa hiyo pale ndipo kwa mara ya kwanza nilipokuwa naenda kanisani pale parokia ya Familia Takatifu Chanji, ndipo nilipoona mapadri sasa. Na kwa bahati nzuri walikuwa ni mapadri wazungu. Na unajua sisi watoto yani kuona padri mzungu kwetu ilikuwa ni kama bahati sana. Yaani tulikuwa tunaona furaha kumuona padri mzungu. Kwa hiyo tulikuwa tuna mapadri wawili pale, nakumbuka padri mmoja alikuwa anaitwa Padri Luka na padri mwingine alikuwa anaitwa Padri Hugo. Bahati mbaya sikumbuki majina yao kamili, lakini wakati tumeshazoea tukaita Padri Luka na Padri Hugo. Na ndio mmoja wao alinibatiza mimi, Padri Hugo, kama sijasahau. Kwa hiyo mimi nilianza kuona mapadri wazungu na niliamini kwamba pengine mtu kuwa padri lazima awe mzungu. Hiyo ni kitu ambacho niliamini kabisa kwamba mtu kuwa padri lazima awe mzungu. Kumbe nikarudi nyumbani, nilipoanza hayo mafundisho nikarudi nyumbani nikamuuliza marehemu mama yangu, mama, hivi mtu kuwa padri anafanya nini? Ni mambo gani mtu ayafanye ili awe padri? Basi nakumbuka marehemu mama yangu, bila shaka kwa sababu ya utani, mimi na marehemu mama yangu kwa kweli tulipendana sana. Sana nilikuwa na muunganiko mkubwa sana na marehemu mama yangu. Ni mama ambaye mimi katika safari yangu hii ya wito, ni mama ambaye naweza kusema amenitia nguvu sana. Ni mama ambaye huwezi kuzungumzia wito wangu bila kumzungumzia yeye. Kwa hiyo ni mama ambaye katika utani akaniambia, ukitaka kuwa padri basi ni lazima kwanza uwe mzungu, na ukitaka kuwa mzungu, kwa sababu kwa kweli nilikuwa mweupe sana mimi, utotoni kwangu nilikuwa mweupe sana, na ndio maana hata wakati fulani mama yangu aliniita jina la marehemu baba yake. Marehemu baba yake alikuwa anaitwa Kajungu, na mimi akanibatiza Kajungu jina langu. Wakati fulani la nyumbani nilikuwa naitwa Kajungu, kwa maana ya kwamba mweupe kama wazungu. Kajungu jina la Kiaya la marehemu babu yangu mza mama. Kwa hiyo mama yangu akaniambia, ukitaka kuwa padri mzungu, usijitahidi kuwa unakwenda kanisani kila siku ili ufanane na wazungu. Na kwa kweli nikaamini kwamba ili niwe padri mzungu ni lazima niende nyumbani, niende kanisani mara kwa mara. Kwa hiyo nikaanza hiyo safari ya kutokukosa kanisani kila Jumapili pale parokia ya Familia Takatifu Chanji. Kwa hiyo nikajikuta kila Jumapili na kwenda kanisani, tunaulizwa maswali na wazungu, akina Padri Hugo na Luka, wanatupatia pipi kama zawadi, wanatupatia medali kama zawadi. Kwa hiyo kwa kweli nikatokea sana kulipenda kanisa. Na hata nyakati fulani nikirudi nyumbani sasa, nilikuwa na muita marehemu mama pamoja na baadhi ya kina mama wengine. Nakumbuka
mmoja kati ya marafiki wakubwa sana wa marehemu mama yangu alikuwa ni mwalimu mmoja wa sekondari, alikuwa anaitwa Mwalimu Jeni. Mwalimu Jeni Mtando, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, naye alishafariki. Basi alikuwa rafiki yake mkubwa sana na marehemu mama. Kumbe wakati fulani nilikuwa nawakusanya pale nyumbani nikishatoka kanisani, marehemu mama na huyo rafiki yake marehemu Mwalimu Jeni Mtando pamoja na wakina mama wengine. Basi nawaambia sasa, mkae mtulie, nianze kuwahubiria neno la Mungu. Kulikuwa kuna kama msingi fulani, ukuta fulani, nilikuwa napanda pale juu ya ule ukuta, haukuwa mrefu sana. Nasimama, naanza kuwahubiria Injili, naanza kuwahubiria neno la Mungu, ninaanza kuwaigizia kama padri anavyofanya misa, anavyoadhimisha misa kule kanisani. Na ziko hata baadhi ya picha ambazo ninazo mpaka leo. Nimepigwa picha mbele ya mama yangu pamoja na marafiki zake wamekaa, basi nimepanua mikono na nafanya kama igizo au tunaadhimisha misa tuseme. Kwa hiyo pengine hizo dalili zilianza kuonekana waziwazi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni dalili za mwanzo sana. Lakini pengine dalili au tamaa kubwa ya kumtumikia padri ili kuja kukomaa nilipohamia Mwanza. Sasa nilipohamia Mwanza, marehemu baba mara kwa mara, kwa sababu alisoma Nyegezi Seminari, alikuwa anatuchukua kutupeleka Nyegezi Seminari kuwasalimia mapadri ambao alisoma nao ama darasa moja au pengine madarasa tofauti, lakini kwa wakati mmoja. Kwa nakumbuka wakati fulani marehemu baba alisema, haya jiandaeni sasa niwapeleke Nyegezi Seminari, mahali ambako nilisomea mimi, mkapaone mkasalimie na mapadri. Kwa hiyo akatuchukua. Nakumbuka wakati huo sasa rekta wa Nyegezi Seminari alikuwa ni Father Renatus Nkwande, ambaye sasa hivi ndiye askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Mwanza, askofu wangu. Kumbe tukawa tuna hizo safari za mara kwa mara sana za kwenda Nyegezi Seminari kuwasalimia mapadri. Na tulikuwa tukienda hapo Nyegezi Seminari, mapadri wanakuuliza kama mtoto ile labda kwa njia ya utani au usikumbuki vizuri kama ni utani au basi kwa kufurahisha. Wanakuuliza, wewe na ukiwa mkubwa utapenda kuwa padri kama mimi? Unaitikia tu ndio, napenda kuwa padri. Kwa hiyo zile safari za mara kwa mara za kwenda Nyegezi Seminari zilinichochea zaidi. Lakini vile vile familia yetu ilikuwa inapata fursa sana ya kutembelewa na mapadri waliosoma na marehemu baba yangu. Kwa hiyo tulikuwa tunapata sana wageni mapadri. Mara kwa mara wanakuja pale nyumbani Mabatini laini polisi salimia. Na mara kwa mara walikuwa wakija, kama tunavyofahamu mapadri mara nyingi huwa wako karibu sana na watoto. Wanapokutana na watoto au wanapokuja kusalimia watoto au kwenye familia, huwa wanakuja na tuzawadi, medali, wanatuletea medali, wanatuletea pipi na kadhalika. Kwa hiyo nikaanza kuvutika zaidi na mapadri waliokuwa wakifika pale nyumbani kutusalimia. Wengi sana, na mbona naweza hata wengine mimi nikawataja hata kwa majina, ambao leo hii ni mapadri wa jimbo la Mwanza, wakina Padri Robert Kitambo, wakina Padri Boniface Mabula. Hao ni mapadri ambao walikuwa wanafika mara kwa mara. Baba Askofu Renatus Mpande akiwa padri wakati huo. Kwa hiyo kwa kweli nikawa na contact tuseme, nikawa na mwingiliano mkubwa sana na mapadri. Kwa hiyo nikawafahamu mapadri wengi sana. Na baadaye wakaanza kuniambia polepole wakija nyumbani, sasa na wewe lazima ukiwa unakuja parokiani, bado parokia yetu wakati huo ilikuwa ni Bugando, ukiwa unakuja parokiani sasa ujiunge na chama cha wanawito. Kwa hiyo kweli baadaye nikajiunga na chama cha wanawito, nikawa mtumikiaji pale parokia ya Bugando. Na hivyo kidogo kidogo wito wangu ukaanza kukua. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa napenda sana. Wakati huo nakumbuka nikiwa mtumikiaji pale Bugando, basi nikanunua msalaba mkubwa sana, mkufu wenye msalaba mkubwa sana. Huo mkufu nakumbuka mpaka leo niliununua wapi. Hapo ilipo benki ya sasa ya Mkombozi pale Mwanza, hiyo Nyerere Road hapo, zamani kabisa ilikuwa ni bookshop pale. Ilikuwa ni bookshop ya kanisa Katoliki. Na pale ndipo nilinunua msalaba wangu, ule mkufu wenye msalaba mkubwa nilinunua hapo. Nikawa na uvaa, nawaambia kaka zangu na wadogo zangu kama mimi nataka kuwa padri. Nataka kuwa kama Yesu. Nilikuwa naamini kwamba Yesu alikuwa anavaa msalaba. Ndio nilivyokuwa naamini mimi.
Kwa hiyo mimi nikawa na javaa huo msalaba na sasa nataka kuwa padri, nataka kumfuata Yesu, niwe mfuasi wa Yesu. Ule msalaba kwa kweli ambao nilikuwa nauvaa ili nionekane ni padri au nionekane let's say kama askofu mtoto bwana. Basi ule msalaba nakumbuka kwa sababu ya upendo mkubwa sana niliokuwa nao kwa marehemu mama yangu. Basi kumbe alipofariki ule msalaba niliuchukua nikaenda kuweka kwenye kaburi la marehemu mama yangu. Bahati mbaya nilijaribu kuangalia tena lakini sikukuta tena. Kumbe nikaweka pale, lakini ni kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinanivutia sana kuvaa msalaba ili nionekane kama padri. Kumbe baadaye nikamaliza sasa darasa la 7. Baada ya kwanza darasa la 7 hiyo 2001 baba yangu akawa ananiuliza ungependa kusoma seminari? Nikamwambia kwa kweli ningefurahi sana kama ningesoma seminari, kwa sababu nilikuwa nimeshaijua, nimeshafika pale Nyegezi, nimependa, nimeona wanafunzi tena wengine walikuwa mbele yangu miaka kadhaa ambao niliwafahamu kutoka parokia yangu ya Bugando. Kwa hiyo nikamwambia marehemu baba kwamba kwa kweli ningependa kabisa kusoma Nyegezi seminari, ningependa kuwa padri. Basi tukafanya mtihani wa seminari katika parokia yetu ya Bugando. Tulifanya wengi wakati huo, kwa kweli kufanya mtihani wa seminari na kushinda ilikuwa ni kazi kweli kweli, kwa sababu zilikuwa ni shule ambazo zinapiganiwa sana seminari. Kila mzazi alikuwa anatamani mtoto wake asome seminari. Kwa hiyo tukafanya mtihani ule wa seminari, tulikuwa wengi kwa kweli. Tulifanyia hapo Bugando parokiani. Basi Mungu sio athumani, nikabahatika kuchaguliwa. Tulichaguliwa wawili tu mwaka wetu, mimi na rafiki yangu mmoja anaitwa Paul Matinde ambaye sasa hivi ni daktari. Kwa hiyo mimi nikapangiwa Makoko seminari na mwenzangu Paul Matinde akapangiwa Nyegezi seminari. Nikasikitika sana kwa sababu mimi nilikuwa nataka pia nisome seminari aliyosoma baba yangu. Yaani ilikuwa ni tamaa yangu, na baba wakati huo alikuwa ni kama ananitafuta ili anaisifia Nyegezi seminari nzuri. Kwa hata mtu alikuwa akiniuliza, "Unataka kwenda seminari gani?" Basi nataka kwenda Nyegezi seminari. Kwa hiyo bahati mbaya au nzuri, yalipokuja matokeo kama nimechaguliwa kwenda Makoko, nilisikitika sana. Nasema Makoko sasa sipajui. Lakini kaka yangu wa kwanza pia alikuwa anasoma seminari wakati huo, na yeye tayari alikuwa anasoma Makoko, na tumepishana tu mwaka mmoja kishule. Kwa hiyo baba yangu sasa akaenda kumuomba Askofu Nkwande pale Nyegezi seminari kwamba kama kuna uwezekano mimi nibadilishwe nije Nyegezi seminari badala ya kwenda Makoko, kwa kigezo kwamba kule Makoko kuna kaka yangu na pengine naweza nikawa na utukutu kwa sababu najua kaka yupo na nini, au kaka kwa namna moja akaniathiri katika malizi yangu seminari pale. Kwa hiyo akaomba kwamba mimi nibadilishwe sasa, badala ya kwenda Makoko niende Nyegezi. Na kweli nikapata hiyo fursa, nikabadilishiwa. Kwa hiyo tarehe 14 Januari 2002 nikaingia pale Nyegezi seminari kidato cha kwanza na kupokelewa na Padre Richard Makungu. Baba nampenda sana, ndiye rekta wangu aliyempokea kidato cha kwanza. Tumekwenda na marehemu baba na nikabidhi pale Nyegezi seminari. Ilikuwa siku nzuri sana ya furaha sana mimi kukanyaga Nyegezi seminari nikiwa na vitu vyangu, godoro, ndoo na kadhalika, kwenda kuanza kuishi Nyegezi seminari pale ambako nilipapenda, pale ambako niliamini kama kabisa kwamba baba amesoma hapo na hakufanikiwa kuwa padri, basi mimi nadhani nitafanikiwa kuwa padri. Kwa hiyo ilikuwa ni lengo langu. Na ilikuwa tukifika pale Nyegezi seminari, mmoja unapoenda kuripoti kwenye ofisi ya rekta, unaulizwa swali, kwa nini unataka kusoma seminari? Na hili swali lote tulikuwa tumeshakariri majibu yake. Tulikuwa tumeshaambiana kwamba ukifika Nyegezi watakuuliza kwa nini unataka kusoma seminari? Basi wewe jibu kwamba nataka kusoma seminari ili niwe padri. Kwa hiyo swali nilipoulizwa tu, kwa nini unataka kusoma seminari, nilisema nataka kusoma seminari ili niwe padri.